kupata fursa hii ya kufika hapa leo, maana mara ya mwisho nakumbuka mwenyekiti ulinialika, tulikuwa kwenye mkutano, sio? Nashukuru sana. Maana wakati nakuja niliambiwa bado nilikuwa hamjafikia idara. Sijui mwanunua wapi. Kwa nakupongeza lakini kwa kuweza kufikia hiyo idadi, na sasa mna uhakika wa kuingiza watu wenu, wawakilishi wenu kwenye mkutano mkuu ujao. Hongereni sana. Ndugu zangu, mambo mengi sana yamezungumzwa kuhusiana na haya mambo ya ada na nini. Nadhani wala sina haja ya kuendelea kurudia, ila kilichopo tutimize wajibu wetu ili muendelee kutuunga mkono kwenye jitihada zetu ambazo tuliomba ridhaa kutoka kwenu kuweza kuiongoza klabu yetu. Mapambano ni makali sana. Vita ni kubwa kweli kweli. Nadhani nyinyi wenyewe mnaona. Jingine ambalo nahitaji kulizungumzia, kwa sababu naona wanaohusika na masuala ya mpira waliamua kukaa kimya, hawajataka kuliongelea. Kuna watu walikuwa wanacheza mechi Zanzibar, lakini kwenye mechi yao, kabla ya mechi, kuna maneno ambayo viongozi wao, tena wengine ni viongozi waandamizi kabisa, waliyatoa, na yale maneno ni mabaya sana, lakini sisi tuliyachukulia kama ni maneno tu ya kawaida. Lakini wakati ile mechi inaendelea na baada ya mechi kuisha, tumeona matukio mabaya sana yamewapata wanachama wenzetu wa Yanga pamoja na mashabiki wa Yanga. Na hakuna kitu ambacho kilinihuzunisha zaidi. Nilimuona jamaa mmoja amevaa jezi ya Yanga, yuko na familia yake, yuko na mke wake na watoto wake, akishambuliwa, na wanaohusika na hivi vitu wote wamekaa kimya. Sasa klabu kama klabu imetoa tamko na imelaani yale mambo yaliyotokea kule, na mimi pia nakemea vikali sana vile vitu vilivyotokea. Ila lakini tunaambiwa siku zote kunguru muoga uepusha bawa lake, si ndio? Mimi ni waombe wanachama wenzangu, hebu, kwa sababu tayari tumeshaona kuna hali ya hatari, hatuhitaji tena watu wetu waendelee kuumizwa kwa design hiyo. Mimi ni waombe kwenye mechi zao tusiende. Hakuna haja ya kwenda kwenye mechi zao, kwa sababu mechi zenyewe mnaziona kabisa zinakuwa na mauzauza kibao, maigizo rundo. Kwa hiyo hakuna haja ya kwenda uwanjani kuangalia mechi zao. Kaa baa, vuta kinywaji, cheki mpira huo wa maigizo, ukiisha unaendelea na starehe zako. Hii nasema hivi kwa sababu ili sisi wenyewe tuamue kujilinda, kwa sababu sisi tunaumizwa. Kwa tusiende. Ila lakini upande mwingine sasa, na wao wasije kwenye mechi zetu, kwa sababu hali imekuwa mbaya na hakuna mtu hata mmoja aliyejitokeza kuzungumzia haya matukio yaliyotokea. Basi kila watu waangalie mechi zao, kila mmoja akae upande wake. Hayo ndio yalikuwa maoni yangu kwa siku ya leo. Kingine, nadhani tunaona hali ya hewa sasa hivi inavyoendelea. Tunaona tu kumekuwa na matamko tu yanatolewa si na nini. Sisi labda tuweke sawa, hatupingani na mamlaka za mpira, hatupingani nazo, ila tunachohitaji ni mambo yaliyonyooka. Kabla ya ligi kuanza huwa kunakuwa na vikao, wawakilishi wa vilabu wote wanakutana. Wanapokutana na wanaoongoza mpira nao wanakuja pale, zinawekwa kanuni, watu wanazipitia na wanakubaliana na vilabu vinasaini. Sasa yanayotokea sasa hivi ni kwamba kila mtu anayaona, kwa sababu bahati nzuri ni kwamba mpira unachezwa barabarani tu, kila mtu anauona. Watu waende kujifungia ndani, mpira unachezwa nje.
Sisi binafsi ni kwamba yanatuumiza na yanatukera, sababu kiuhalisia sisi tunapambana uwanjani na tumewekeza kwenye timu kwa ajili ya timu ipambane uwanjani. Kwa hiyo haya yanayotokea kiukweli sisi hatuyapendi, na tunachohitaji ni kwamba kanuni zifanye kazi kama tunavyoanza ligi na mpaka tutakapomaliza ligi, kanuni zifanye kazi na sio zionekane tu zikifanya kazi. Yani zinatakiwa watu wathibitishe kwamba kanuni zinafanya kazi. Walioyafanya wanayajua wao wenyewe, na sisi shikilia chetu tunakijua sisi wenyewe. Kwa hiyo kilichopo tusifikishane mbali. Sisi kama viongozi wenu mmetupa dhamana, na nadhani mna maagizo yenu ambayo mmetupa. Mmetuambia kwamba tukikiuka tuwaachie klabu yenu, si ndivyo? Basi na sisi tunawaomba tusigeukane. Sawa sawa? Tusigeukane. Kama tumeamua kwenda hivi, basi twende hivi. Mimi naamini hii taasisi yetu ni kubwa sana. Kwanza ndio taasisi pekee ambayo jina lake lenyewe tu linajitegemea, tofauti na mengine huko utasikia si plastiki dumu, sijui nini, sijui simenti, ila hii ni Yanga tu, yani yenyewe inajitegemea. Kwa hiyo haishabiana na mambo mengine yote. Kwa hiyo hakuna mtu mkubwa kuliko taasisi hii, na vile vile hatutokubali klabu yetu ionewe na watu wachache wahuni ambao walienda wakakaa tu na kufyatuka na maamuzi ya hovyo na kuchafua taswira ya mpira mpaka leo ilipofikia. Yote kwa yote, nadhani tuendelee kuisupport klabu yetu kwa nguvu zote. Hii ndio klabu ambayo imetufanya tunakutana kila siku na wote tunajuana. Mimi nadhani nyinyi wote mnashuhudia mambo yote yanayotokea, na lakini nyinyi mko nyuma ya klabu yenu. Kwa hiyo mimi niwaahidi tu tutaendelea kupambana na kusimamia haki kwa ajili ya klabu yetu, na sisi viongozi tunaendelea kuiandaa timu yetu vizuri, na naamini msimu ujao tutakuwa na usajili bora kabisa. Vile vile tutaenda kufanya vizuri sana pale tulipoishia msimu huu kwenye michuano ya Afrika. Tumepoteza mchezaji mkubwa, inawauma. Ndio mpira sasa ulivyo. Ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo kilichopo, ili ni biashara ya mpira. Huwezi kukubali mchezaji kabakisha mwaka mmoja afu mruhusu aondoke. Sasa ataondoka bure. Alafu hao ambao tunaoshindana nao najua misuli yao mikubwa. Ndio maana tunawaomba sasa na nyinyi mfanyeje? Mlipe ada zenu ili na sisi tuweze kutanua mfuko wetu. Hata mtu akija tunamgomea. Wanasema nakupa ngapi bwana? Atupa mshahara milioni 2, sawa basi na sisi tutakupa milioni 4. Si atabaki? Kwa hiyo niwaombe tuendelee kusapotiana, tuungane mkono. Sisi tunaendelea kuiandaa timu yenu, na nina uhakika tutaendelea kutawala soka la Tanzania na Afrika Mashariki na Kati, na tutaweka alama kubwa barani Afrika inshallah. Asanteni sana.